Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahenga walisema hakuna marefu yasiyokuwa na ncha, na huu ndio wasifu na historia fupi ya Sheikh Rocket, kuzaliwa na malezi. Sheikh Darwish Ali bin Musa maarufu kama Kuswale Naleke, Sheikh Rocket au Majnunu, alizaliwa mwaka 1928 au mwaka 1930 kwa baadhi ya riwaya katika kijiji cha Mwamburu, wilaya ya Masasi, mkoa wa Mtwara, kusini mwa Tanzania. Alikulia katika jamii yenye mchanganyiko wa dini, akiwa Mkristo katika ujana wake wa awali, maisha ya ujana na kazi. Katika ujana wake aliingia jeshi la polisi la Tanganyika, akahudumu katika maeneo mbalimbali ikiwemo Arusha na baadaye Lindi, ambako alifika kuwa mkuu wa kituo cha polisi cha Lindi. Hata akiwa askari alikuwa mtu mwenye kutafakari sana, kuvutiwa na watu wa dini na kutafuta ukweli wa kiroho. Akiwa Arusha alikutana na Sheikh Darwish, mtimkavu, wali mashuhuri wa Tarikatul Qadiriya. Alivutiwa sana na mwenendo wake, tabia njema, ukarimu, jitihada za kueneza Uislamu na tasawuf. Uhusiano huu ulimfungulia mlango wa safari yake ya kiroho kusilimu. Siku moja akiwa Dar es Salaam alipita eneo la Mburahati karibu na makao makuu ya Tarikatul Qadiriya, ambapo Al-Habib Sheikh Muhammad bin Nasr rahimahumullah, Sheikh mlezi wa zawiya hilo, alikuwa akitoa darasa. Waadhi darasa hilo limgusa sana moyoni mpaka akaamua kusilimu. Baada ya kusilimu alipewa hijaza, alikabidhiwa silsila na bendera kwa ajili ya kuitangaza twalqa. Hapo ndipo alianza kujulikana sana kwa kauli yake maarufu Kuswale Naleke, yani akiona maana usiache kuswali. Kuacha uskari na kujitoa kikamilifu kwenye dini mwaka 1966. Mwaka 1966 akiwa na umri takriban miaka 36, katika kipindi cha Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliamua kuacha kabisa kazi ya askari na kujitosa kikamilifu katika dawa, tasawuf na harakati za Kiislamu. Alipeleka ijaza ya Kadiria kwa shekhe wake Said Swaleh Izzuddin Moshi, ambapo alithibitishwa akapewa ijaza kamili ya bendera na kuitangaza dini ya twalqa. Ndoto ya Lamu na safari ya kihistoria. Mwaka huo mwaka 1966 alipata ndoto, akamwona Sharif Habibi Swalehe Jamaluyei rahimahullah akimuamuru uje Lamu, Masjidi Riadha, ufike makama na kaburi langu. Kuwa amewahi kwenda Lamu wala kumjua Habibi Swalehe, lakini akaanza safari kutoka Mtwara hadi Dar es Salaam, Dar es Salaam hadi Tanga, Tanga hadi Mombasa, Mombasa hadi Malindi Mwambului kwa Sharif Said Ali bin hatimaye Lamu. Safari hii aliifanya kwa miguu, baadhi ya masafa kwa lifti za malori na magari, kwani hakuwa na pesa mfukoni. Alipofika Lamu alipokelewa na Al-Habib Said Al-Badawi, mjukuu wa Habibi Swalehe. Baada ya kueleza ndoto yake akapewa ijaza Tarikatul Alawiya na bendera ya pili Alawiyina na Habibi Swalehe. Ziara za visiwani na kurudi Tanzania. Baada ya Lamu alifanya ziara ya kidini Pate, Siu, Ndau, Kizingitini katika ardhi za Wanabahani na Wabajoni. Aliporudi Tanzania alimjengea mama yake msikiti wa kwanza wa makuti na manyasi kijijini Mwambulu, kisha baadaye msikiti huu ukajengwa kwa matofali na mabati. Mama yake alipofariki alizikwa mbele ya msikiti huo. Ndoto ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na safari za hija. Mwaka 1966 alimuota Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akimwambia, utanizuru Madina na utahiji zaidi ya mara 40. Ajabu ni kwamba hakuwa na hata shilingi moja, lakini kila mwaka alijikuta yupo miongoni mwa mahujaji. Ndipo watu wakamuita Sheikh Rocket, yani ni kama analuka mwenyewe hadi Maka. Amehiji mara 50 mfululizo, na hija bora zaidi kwake ni 2013 na 2014 ilifanyika siku ya Ijumaa, aliyosema ndiyo hija yake ya mwisho. Amehudhuria maulidi ya Riadha Lamu miaka 52 mfululizo. Kutokana na dhikri yake ya kudumu la ilaha illa Allah, watu wa Maka walimuita Majnunu, kichaa kwa mapenzi ya Allah. Ujenzi wa msikiti na jihadi ya ardhi. Sheikh Rocket alifanya jihadi kubwa ya kupigania ardhi ya Uislamu Ndanda, Mtwara, dhidi ya Roman Catholic Church. Katika mzozo huo alifikia mwenyewe Rais wa Tanzania Al-Hassan Mwinyi na akawapa Waislamu eka 5 za ardhi. Katika mzozo huo alifika mwenyewe Rais wa Tanzania Al-Haji Al-Hassan Mwinyi na akawapa Waislamu hekari 5 za ardhi. Sheikh Rocket akajenga msikiti mkubwa sana wa Ijumaa Ndanda wenye mita 40+20, consulate bahati 300, zuria la milioni 5. Msikiti huo uliungwa mkono na wafadhili mbalimbali wakiwemo Tanzania na Oman, na uliwekwa wakifu kwa Maulana Said Muhammad Nazir Al-Haqqani na Al-Naqshbandi. Pia amejenga misikiti 7 au zaidi Mtwara mjini, 3 na Chingwea, Dar es Salaam, Mwambulu na kadhalika, na shule kubwa ya Kiislamu Mwambulu bado haijakamilika.
dawa, tasawufu na athari zake. Sheikh Rocket alihubiri vijijini na mjini: Mtwara, Lindi, Rufiji na Songea, Dar, Dodoma. Alifika hadi Msumbiji na amesimamisha zaidi ya watu 50,000 ambao baadhi yao aliwachukua hija. Alikuwa akisambaza misahafu, juzuu, vitabu vya dini na talqa vijijini. Familia: ameoa wake 6, ana watoto 40 na wajukuu 75. Ziara za wanazuoni na mawalii: alikuwa mpenzi mkubwa zawia au wanazuoni, makaburi ya mawalii Lamu, Mumburi, Kenya na Zanzibari, pwani ya Tanzania. Hijaza: alipewa ijaza 4: Kadiria, Alawia, Shadhiria, Tijania. Uladi aliopenda zaidi ni Haratif. Maneno yake: katika maneno yake ya hikima alikuwa kila saa akitoa mawaidha. Anasisitiza ya kuwa balaa zote za binadamu zitatokana na viungo viwili ambavyo alivita DC na DO, kujifananisha na wakuu wa serikali, tumbo na utupu. Kufariki: Sheikh Darwesh Ali bin Musa amefariki tarehe 19 Januari mwaka huu 2026 katika hospitali ya Muhimbili, Dar es Salaam, Tanzania. Hitimisho: Sheikh Rocket alikuwa askari aliyebadilika kuwa Darwesh, Mkristo aliyesalimu na kufika daraja ya kuwa walii, maskini wa mali aliyekuwa tajiri wa imani, na mfano wa mtu aliyetekeleza kauli yake: swali na leke, ukiwa na maana usiache kuswali. Amrehemu, amkubalie juhudi zake na aripe umma wake kwa mfano wake. Amin. Msomaji wako ni mimi Miboy, na hii ni Kitama Update. Wengi tunasema we are the best media. Kitama Update ni fahari ya Kitama.